Jamani, habari za asubuhi. Bila shaka najua tuko vizuri na mshukuru Mungu, pia tumeamka poa sisi. Lakini pia nichukue fursa hii au shukrani kwa ajili ya kuwakaribisha. Mimi na imani yangu inaniambia hivyo kwamba sisi tunafanya kazi kwa kutegemeana, ingawa sisi tuna ni jukumu langu la kuweza kushukuru kwa ninyi kuja, lakini pia nina jukumu jingine la ziada la kuweza kuwaomba kwa namna moja au nyingine katika hiki ambacho tunakifanya leo kiende kikawe chachu kwa wengine, lakini pia kiende kikawe elimu. Lakini pia juzi tu Mheshimiwa Rais amekupeni tuzo kwa kuthamini kile ambacho mnakifanya. Kwa naamini tukiendelea kuambatana hivi tutatengeneza taifa ambalo lenye tija na haja. Kwa hiyo mimi niseme katika uzinduzi wa tamthilia hii, tamthilia ya Baraluko, ni kitu ambacho pia kinaenda kuwaamsha producers, lakini pia kinaenda kuwafanya watu sasa waweze kuona kumbe vitu bora vinawezekana. Gabs Media tupo kwa ajili ya kufanya vitu bora tu na kwa ubora wake wenyewe, na slogan pia inasema hivyo. Kwa hiyo mimi nimefurahi sana kuona ninyi ndugu waandishi wa habari na kuendelea kuona kwamba mnaendelea kutushika mkono kila uchwao, kwa sababu bila ya ninyi tunashindwa kukua na sisi, lakini kupitia ninyi tunakuwa, tunaendelea kwenda, mnatufikishia habari zetu. Na hili kiukweli kama watu wanakuwa wanachelea kulisema, mimi niseme sasa kwa fursa hii kwamba nalisema wazi, mnafanya kazi zetu zinaonekana nzuri sana. Kwa naamini pia kwenye hii tamthilia ya Baraluko, naamini itafika mpaka kwa watu ambao pia watakuwa si wapenzi wa sinema za nyumbani, sababu wengi, jana nilikuwa na kikao na bodi ya CRDB, wengi wanasema kwamba si wafuatiliaji wa sinema za nyumbani, kwa sababu zimekuwa zikifanywa katika tafsiri ya uongo hivi kama hazikai sawa. Nikasema sasa this time kwamba producers wameamua kwamba tunaenda kufanya vitu bora, lakini venye ubora wake pia, na kuweza kufanya watu ambao walikuwa hawatizami sinema za nyumbani sasa waanze kutizama sinema za nyumbani. Tamthilia ya Baraluko kiukweli na kimsingi ina maudhui ya Kiafrika, lakini inamkumbusha Mtanzania yeye ni nani na ana jukumu gani, kwa sababu kila kitu kina thamani. Nchi uliokuwa nayo ina thamani, wewe mwenyewe una thamani, gari uliokuwa nayo, nyumba unayoishi, kila kitu kina thamani. Inategemea sasa unaiweka vipi thamani yako, na ikumbuke kwamba thamani huwa inapanda na inashuka. Kama ukiweka vibaya itashuka. Kwa hiyo hivyo ilivyo kwamba jambo zuri ukiliweka vizuri linakuwa zuri zaidi, lakini zuri ukiliweka vibaya linakuwa baya, na baya likiwekwa vizuri jamani linakuwa zuri. Tumeona mambo mengi sana mabaya yanawekwa vizuri yanakuwa mazuri, na wakati mwingine watu wakikosa mambo mazuri wakiyapata ile mabaya kwao yanakuwa mazuri. Kwa hiyo mimi niseme tu tamthilia ya Baraluko ndani imewashirikisha wasanii wenye vipaji. Kwangu mimi ni mabest na best actress ever, au sio bana? Sister yangu hapa Mary. Nina wengine upcoming of course, lakini wanakushawishi au wanaweza kuwa chachu ya wengine, wakaona okay, kumbe hii ni biashara. Kwa hiyo niishie hapa nikiwa mimi kama ndio main character wa tamthilia ya Baraluko, lakini niwapishe na wenzangu ambao pia wameshiriki na wameonyesha kile ambacho mimi nilikuwa nakitaka, kwa sababu mimi nimesimama kama director ndani ya hiyo tamthilia. Kwa hiyo niwapishe na wenyewe pia waweze kuzungumza, tuweze kulambaza kidogo. Endeleeni kulambaza nasi muweze kupata maarifa stahiki. Asanteni sana. Za asubuhi ndugu waandishi wa habari. Kwanza kabisa nashukuru kwa nyenye kuweza kuitika wito na kuwa hapa na sisi. Lakini shukrani zangu za dhati na za kipekee zije kwenu moja kwa moja. Ama kwa hakika mmekuwa nguzo bora sana katika kazi yetu ya sanaa.
kwenye kufikisha ujumbe kwa hadhira iliyokusudiwa. Mmekuwa mstari wa mbele kusapoti kazi zetu na tunashukuru sana kwa hilo. Mwenyezi Mungu awabariki. Kwa majina niliyopewa na wazazi wangu, naitwa Mary Mtemi. Kwenye Baraluko naitwa Veronica, lakini pia ni main character wa tamthilia hii. Ninajivunia leo kusimama hapa mbele yenu kuwa mmoja kati ya washiriki wa tamthilia hii kubwa kwangu. Kwangu mimi nimefanya kazi nyingi sana kwa muda mrefu na nina experience ya kutosha katika kazi hii na ninaijua jinsi ya kufanya kazi. Ila nikizungumzia Baraluko ni tamthilia ya kitofauti kidogo ambayo imekuja katika maadhi ya Kiafrika. Ni jamii fulani ya watu fulani wanaoamini katika vitu fulani, wanaoishi maisha fulani. Kiukweli Tanzania imekuwa na kiu kubwa ama njaa ya chakula kama Baraluko. Ninawasihi na kuwaomba mfikishe habari kwa Watanzania kwamba sasa sanaa imeamka, kwa maana kilichofanyika ndani ya Baraluko ni kitu ambacho hakijafanyika katika tamthilia nyingine zozote. Watu wengi wamekuwa wavivu ama waoga kwenye kufanya kazi ngumu, lakini believe me or not, kazi ngumu ndizo ambazo zinaweza kuleta matokeo chanya katika tasnia yetu. Tumekuwa tukifanya kazi nyingi kwenye kuiga utamaduni wa wenzetu na tunasahau kuonyesha kile ambacho Mwenyezi Mungu ametujalia katika nchi yetu. Tanzania ni nchi tajiri sana na kuna vitu vingi ambavyo vya kuonyesha kwenye Tanzania yetu ambavyo katika mabara ama taifa nyingine hakuna. Tumejaliwa vitu vingi na kupitia kazi ya sanaa tunawaahidi kupitia Baraluko tutawaonyesha vitu vingi na uzuri halisi wa Tanzania. Kwa sababu tumevuka boda, tumeamua kwenda kufanya mikoani kuonyesha uzuri wa nchi yetu. Tumeamua kwenda kufanya sehemu ambazo mbali watu wengine wanaogopa kufika. Tumeamua kupambana na baridi na barabara mbaya ili kuweza kuwaletea chakula kilicho bora. Na washauri msikose kuangalia Baraluko kwa sababu ni kazi ya kitofauti na inakuja kuleta mageuzi katika industry yetu. Thank you. Juliet Julius ni msanii wa filamu Tanzania kutokea Gabs Media na nimeshiriki pia katika tamthilia hii ya Baraluko. Kiukweli experience vitu vingi sana. Kwanza nimeifurahia kazi yangu kwa sababu na imani itanitambulisha vyema kwa Watanzania na hata nje ya Tanzania kwa sababu ni kazi nzuri sana, ina story ya tofauti, maudhui mazuri, script, yani kila kitu ilijitosheleza. Lakini pia nilipata ushirikiano mzuri kutoka kwa wasanii wa kongwe akiwepo nguli mwenyewe Gabo Zigamba, Dameri, Zuu na wengineo. Kwa hiyo niwakaribishe kuipokea Baraluko. Ni tamthilia nzuri na I hope hamtajutia kuiangalia. Asanteni. Shukrani sana. Nichukue tena fursa hii ya usha na adhimu kuweza kurudisha majibu kadha ambayo nitaulizwa. Tamthilia ya Baraluko itaonekana YouTube kwenye page yangu ya Gabo Zigamba. Yes, kwa muda mrefu sana nimekuwa sijihusishi sana na mambo ya mitandao. Kwa hiyo management imekaa ikaamua mimi niweze kurudi kwa sababu kama unashindwa kwenda sambamba na vitu ambavyo vinaendelea inakuwa nini. Kwa hiyo mara nyingi sana tumekuwa tunalisha chakula kwenye platform nyingine, kwa hiyo tumeona tusiache pia platform ya YouTube. So Baraluko ni tamthilia ambayo itaenda kuruka kwenye YouTube channel ya Gabo Zigamba. Of course na inaruka lini? Maana yake ni kesho. Okay, kesho siku ya Jumatano panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu tutakuwa tuko hewani, tutakuwa tuko live. Yes. Kwa nini umeona iende YouTube na sio sehemu nyingine? Kwa nini nimeona iende YouTube na sio sehemu nyingine kama ilivyozoeleka ni kwamba kuna namna ambavyo inaonekana kuna watu wengi wao wanapitwa na baadhi ya kazi zetu. Watu wako busy sana maofisini, watu wako busy sana. Kwa hiyo vitu vingi muda mwingine wanakuwa wanavitumia kwenye simu. Lakini pia kuna utamaduni fulani wa kukaa kwenye TV unaonekana kama unapungua, namba
ni kazi zenu tuzipate, kazi zenu tuzione, sio? Kwa hiyo pia wao, huu ndio wakati wao sahihi wa kuweza kuona kazi zetu. Kwenye hilo wengine waliamini hizi TV uwepo wao kwa channel zote mbili za Azam, DStv na nyinginezo zimekuwa ni mkombozi wa wasanii upande wa filamu, kwa sababu zimekuwa zikinunua vizuri na kuboresha vizuri. Sio Watanzania wote wana TV, hasa wale wa hali ya chini. Unakuta sio TV ya smartphone, sio Watanzania wote wana smartphone, hasa wale wa hali ya chini. Inaweza kaa Rais TV kani moja nyumbani wakashare kuliko simu na bundles na vitu vya namna hiyo. Ukifikiria na yeye utakuwa na wanyima radha na burudani, au mwingine atakayewaza labda kilabu alienda akakuta budget kidogo, akaona hapana, bora vile unachanganyana. Of course ni wakombozi kama unavyozungumza, na wanatusaidia sana na wanatuofa mambo mengi sana, na tunakuwa kwa ajili yao pia. Kwa hiyo sisi kuto kufanya hivi ambavyo tunafanya, kuna watu wengine tunawapoteza. Kwa kule tukiwepo, huku tukiwepo, hakuna kinachoharibika. Yaani tuseme tu kama ulaji wa chakula asubuhi akifanana na chakula cha mchana akifanana pia na chakula cha jioni. Lakini kuna watu jioni wanakula chai tu hivi na nini, lakini kuna mtu mwingine ukimpa chai na viazi anaona kama umempa mboga hivi, anasubiri ugali, sio? Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo sisi tumeamua kuona kwamba of course kila kitu kiendelee kwa wakati tofauti. Haikuogopeshi miaka 4-5 nyuma wasanii walikuja na application ambazo zitaonyesha filamu za kwao, lakini bado ilikuwa soko hili la upande wa kuonyesha kwenye digital ilikuwa gumu na likasumbua sana. Wewe kuogopeshi kwamba itaenda isiende kafanya vile vizuri kama matarajio yalivyo? Majibu ya swali lako ni kwamba mimi sipo kwenye hii platform kwa ajili ya kupata. Mimi nipo kwenye hii platform kwa ajili ya kuwafikia mashabiki ambao wananihitaji mimi na wanipate. Sasa platforms za namna hii, Instagram, hizo siju Facebook na mitandao mingine mingi, hatupo sisi kwa ajili ya maslahi, lakini tupo kwa ajili ya kujinadi, kujitangaza, kujifanyaje. Kwa sababu kuna kasumba moja ambao hatuna ma-agents. Kwa mfano ukiuliza, waigizaji wengi wanatamani waende kimataifa, wanatamani waende international. Sasa tunaendaje international? Kwa hiyo sasa kuna platform hizi ukiwa unaziacha unaweza usifike international, ikawa ndoto. Kwa hiyo mimi nipo huku kwenye hii platform kwa ajili ya kuwafikia wale watu ambao hawapati kazi zetu kwa wakati. Sijui kama nimejibu vizuri. Nimejibu vizuri sana. Okay. Sababu hapo mwisho siku nikitaka kuuliza kwamba hadi wa Korea wanauza movie Tanzania, unaiona inapostiwa Instagram, ila ukiklik kuiangalia kwa urefu ni lipia. Ila wewe hujaweka kipengele cha kulipia. Rudi kwenye jibu la kwamba umetaka kwa ajili ya kupata. Back for society, yes. Kubwa mimi kwa katika maana ile neno barazuko. Baraluko, yes. Inawezekana sio Tanzania. Baraluko sorry. Tafsiri ya kuchanika, kupasuka inaenda na bararuko. Karatasi linachanika, lakini ukiweka kuni kwa watu tulioishi kijijini, ukipasua hivi sio inapasuka, inabararuka. Sio, unaelewana vizuri? Yes. Kwa hiyo kupasuka na kubararuka vinataka kufanana, lakini bararuko inakuwa zaidi. Yaani inachawanyika, unaelewa vizuri. Kwa hiyo mimi nimeamua kuchawanya, ni kubararua. Sio? Kwa mfano kikombe hata kikianguka kile, ukisema kimepasuka tofauti na kioo kipasuka katikati, kile kile kimebararuka. Yes. Kwa nini inazaga kwa nini? Script tunaitengeneza bali. Kumekuwa na changamoto kubwa sana kwa waigizaji, pengine naweza kusema directors ambao wanarusha tamthilia ama series mbalimbali kwenye mitandao hususan wa YouTube. Wakati mwingine wanashindwa kumaliza script. Unakuta tamthilia inaruka afu imeishia katikati, haionekani tena. Mwisho wa siku inawaacha watazamaji na utamu, mtu anashindwa sasa inatambulishwa tamthilia nyingine, anajua wale tu wataishia katikati, mwisho wa siku nitakuwa nimepoteza bando langu, sijui story iliendaje huko mbele. Bararuko imekwendaje kwenye upande huo? Swala la bararuko ni swala la timu. Timu ni kwanza ni Gen Z. Alafu wengi wamesoma. Kwa hiyo wao wanaogopa kujifananisha na hao ambao umewataja. Na wapo kwa ajili ya kuaminisha dunia kwamba wana kitu na wanatamani kuifanya hiyo platform kwa ajili ya kuweza kufika nchi zao za ahadi. Yes.
ungetupa kidogo briefing kidogo, yani tupate mwanga. Of course tutatuma trailer ya kila aliyokuja hapa, tutatuma trailer, tutakuwa na trailer au tutaweza kuhakikisha tu. Mimi nawaombeni sana, yani niko hapa kwa ajili ya kuwaomba. Mara nyingi sana mimi nimekuwa moga ya kamera. Wengi wanajua ukinifuata na kamera na kuna kimbia. Kwa hiyo kumbe kamera haitakiwi kukimbiwa, sio? Hata uwanjani. Hata uwanjani. Kwamba moga tukishinda tukifungwa mimi nakimbia, lakini nimeona kumbe kamera sio za kukimbiwa, sio? Kwa hiyo niko hapa kwa ajili ya kuwaomba. Chonde, au sio? Ni sambamba, msiniache, mnishike mkono kwa sababu pia na nyinyi mna jukumu la kuweza kurudisha kwa jamii. Kwa na mimi kama nimeamua kurudisha kwa jamii, wewe turudishe sote basi. Au sio? Brief dada, kama unataka ni uwe mteja wangu. Si unatoa utamu kidogo ili watu waendelee nao. Sawa, itakuwa vizuri sana. Jamani, mpeni press release dada, mpeni karatasi dada. Yaani utupe picha sisi ili tujue tunaipeleka vipi. Ndio karatasi nao. Labda tusaidiane kitu kimoja. Gabo anachokisema dada ni kwamba trailer ipo na karatasi kabisa. Hii ni press. Ni press tunataka labda utuelezee kidogo. Kwa mfano mbona umeelezea jina. Sasa tuelezee aim ya hii tamthilia, vitu kidogo vilivyo, hautuhadisi kile kitu, lakini utuelezee kidogo. Nadhani dada ndio kitu anachotaka. Okay, sawa, mata. Kuna kitu ambacho hatukufundishwa tukiwa shule, ni somo zima la mapenzi. Mapenzi yana darasa, yana chuo. Kila mmoja anavyoyakuta na ndo anavyoyafanya. Na mapenzi yana definition tofauti sana. Lakini pia mapenzi hayachagui tajiri au maskini. Hata watu wanaoishi chini ya $1 wanakuwa na mapenzi yao fulani. Juzi kuna clip moja ilikuwa imesambaa sana Forozani pale, kuna mzee tu mzima hivi alikuwa na mzee mwenzie, wamekaa, unaelewa vizuri, watu wakapenda namna ambavyo wamekaa. Kwa hiyo sisi tunaona kwamba kinachorani dunia ni mapenzi, au sio bwana? Na watu tunatafuta, tunapambana kwa ajili ya mapenzi. Kwa hiyo tumeamua kuonyesha mapenzi ya chini ya $1, lakini mapenzi ya Kiafrika, lakini mapenzi pia ukiacha ya mahusiano kati ya fulani na fulani, mapenzi ya familia. Mapenzi ya familia ikishikana kama ukuta, inaweza ikafika kwenye nchi ya ahadi. Kuna familia tunaziona zinafanana hata biashara. Unakuta anakuambia mimi toka babu yangu alikuwa anauza uzi. Kwa hiyo wote tunafanya biashara ile. Tofauti kidogo na sisi wa Afrika. Ukuta mjomba anaendesha magari, basi kaka atakuwa anauza uyoga. Hatufanani kwenye biashara. Kwa hiyo tumejaribu kuwakumbusha Waafrika na kuwakumbusha vijana wenzetu, tukifanana kwenye mapenzi, tukifanana kwenye kupendana, tukishikana kama ukuta, tunaweza tukafika nchi ya ahadi. Tafsiri sahihi ya Baraluko. Baraluko ina kama hisabati tu, ina jawabu moja linalopatikana kwa kanuni makususi wakati wa kukotoa. Asante. Nimezungumza hapo awali kwamba Watanzania wengi wana mentality ya kwamba movie zetu za ndani tunachukua na maswali magumu. Nimezungumza kwamba hapo awali kwamba Watanzania wengi wana mentality kwamba filamu zetu zina uongo. Umeona? Kwa mimi natamani kujua kupitia hii tamthilia, pengine unaenda kutibu kiasi gani hiyo mentality ya watu ambao hawako proud na vitu vyetu vya ndani, huku wakiamini kwamba kuna uongo. Filamu ni kitu kimoja kigumu sana. Na mimi nasema leo hapa mbele ya waandishi wa habari, muziki na filamu chepesi kufika international kama filmmakers wataamua ni film. Film lugha yake kama mpira hivi, inafanana. Mpira wa Barcelona na wa Bongo ndo ule. Sema tu inategemea mmeanza wapi, sio? Na film pia ina lugha moja. Tofauti kidogo na muziki. Muziki sisi leo ukiperform ukiacha singeli hatukuelewi. Lakini singeli kutaka iforce kidogo iende same fulani, kuna watu wanaweza kwa hawaelewi, sio? Sasa kitu ambacho nataka ni kujibu kwa swali lako, filamu ni ngumu sana. Na ndio maana jopo la utengenezaji filamu linakuwa kubwa sana. Tumefahamiana vizuri bwana. Ajuzi kuna kampuni imesuu kampuni moja ya Kimarekani, wakati filamu haijatoka huwa inakwenda kufanywa preview, sio? Wakaona kuna watu wameonekana behind the scenes zile na vitu kama hizo, sio? Sasa kama wao wanafeli kwa kiasi hicho, ina maana sisi tunaoanza kufeli kawaida. Kwa hiyo kutibu kwa swali lako ni kwamba tunajitahidi kuhakikisha kwamba at least tulikotoka jana sio leo. Kwa sababu tunaishi siku moja, kwa tunaamua kuitumia hii siku moja yenyewe. Jana imepita tuko nayo, lakini leo ndio tuko nayo. Kesho hatuna uhakika kama itakuwa, sio? Kwa hiyo tunaamini
kwenye timu ya Baraluko tumejitahidi kutibu kwa 75% na ziada kuhakikisha kwamba at least tunafikia kwenye malengo ya watu ambao wanapenda filamu, na mtaliona hilo pia. Yes, kwa ugumu wa kutengeneza sinema nzuri, kwa sisi tumejiwekea siku 5. Kwa episodes zitakuwa zinapanda YouTube kila baada ya siku 5. Kwa kutoka Jumatano ya kesho, siku 5 zijazo itapanda tena hivyo mpaka comment zitakapokuwa nyingi za kwamba hatutaki tena, tumetosheka, basi sisi tutafanyaje? Tutasimamia hapo. Lakini tunaamini katika watu ambao wanaweza wakapokea matusi mengi, mbona fupi, kwa nini ndogo, ni sisi, sababu tumefanya kitu kizuri. Unajua chakula kikiwa kizuri alafu ukiwapa watu kisipowatosha kidogo wanakuwa na maneno mengi. Tunayasubiri hayo maneno sisi. Sawa, tamthilia mwisho nafikiri Mawio yako. Yes. Kwenye tamthilia Mawio ma surprise wengi baada ya kumfanya Barnaba kwa mwigizaji. Huku tutarajia msanii mwingine wa Bongo Flava kama surprise. Of course sijamchukua sasa msanii wa Bongo Flava. Mimi ni mtu ambaye huaga nawachukua watu wasioamini kwenye kitu na wanakuwa zaidi ya kama nilivyofanya Barnaba kwenye Mawio na wengine, kwa sababu kuna wasanii kama walikuwa 7 hivyo hawajawahi kuact, Isha Mashauzi na wengine wa mfano ule, sio wale wazungu hawajawahi kuact. Humu nao wazungu, lakini sasa nimewachukua wacheza mpira. Mcheza mpira anakuja kuact. Kila mmoja ana ndoto zake, sio bana? Yes, tunaona wacheza mpira wanapenda kuimba, tunaona. Kwa hiyo wapo, kwa hiyo surprise hizo zipo. Karibuni sana. Ungetugusia labda ni anatokea Simba au Yanga? Surprise bro. Surprise. Inawezekana hata kwa maji. Gabo, kuna swali hapo. Umezungumza umesema kila baada ya siku 5 utakuwa unatoa. Hivi lazima nijibu mimi, tusiwezekana hapa. Nataka ujibu wewe. Kila baada ya siku 5 mtakuwa mnaachia kipande kimoja. Of course ushindani umekuwa mkubwa sana sasa hivi kwenye YouTube. Tumeona watu wanatoa tamthilia kali sana. Unaamini ni muda sahihi kila baada ya siku 5 kuachia kipande? Pia umejipangaje kwa ushindani ambao upo? Kuna watu kila baada ya siku 2 wanaanza kazi. Kuna tamthilia moja nimeangalia huko YouTube, kuna mtu akauliza swali, mbona mnanii bwana mnachelewa kuachia? Akamwambia unataka tuaye au unataka vitu vizuri? Kwa hiyo mimi of course mimi sipo kwa ajili ya mashindano, na mara nyingi huwa sishindani na mtu, na huwa sijali nani anafanya vizuri kuliko mimi. Mimi huwa na dunia yangu kwenye dunia yao. Kwa hii ni dunia yangu. Sasa watu wakisema hivi ushindani mbona hivi na hivi, no. Kwa sababu wao sababu wapo kwa ajili ya maslahi, mimi nipo kwa ajili ya kuwajali mashabiki zangu. Kwa naamini nitakidhi haja zao. Na kila kipande kitakuwa kina dakika ngapi? Zisizopungua 15. Kwa sababu ikiwa ndefu unaonea huruma bando na nini, na inaweza ikachosha, lakini ikiwa kidogo alafu nzuri ndio mtu anakuwa na hamu nayo kuweza kuisubiri nyingine. Mimi nimeona kuna podcast zinaenda mpaka saa 1. Ndio. Ndio kusikiliza unaongea tu sana yani. Yes. Kwa hiyo hivyo. Saa moja la mwisho. Kuna ume binti ndio kaingia sasa hivi. Kuna haja yeye kuongea au tuendelee? Kuna haja yeye kuongea? Swali sana.